Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine habari unazungumzia hao ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti na vile ambavyo wananchi Young Africans walikuwa wakiweza kutarajia, hususan mashabiki wa klabu ya soka Young Africans ambao wanatokea mikoa tofauti na Dar es Salaam, ambao huwa mara nyingi ama mara kadhaa wamekuwa wakiweza kujitokeza pindi ambapo wanaposikia taarifa ya dabi ya Kariakoo, huwa wanakwenda kwa wingi na kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa Stadium. Sasa kwa mara hii huenda ikawa ni tofauti kwa wananchi hao ambao wanatoka nje ya Dar es Salaam, kwani itakuwa ni safari mara mbili, ila kwa wale wenye uwezo wataweza kulifikia jambo hili. Sasa inaelezwa kwamba Young Africans wamegoma katu kuirudisha mechi hiyo katika dimba la Benjamin Mkapa, kama ambavyo miaka na miaka watu wamezoea kwamba mechi ya dabi inaenda kupigwa pale. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kamili ya kile kinachoendelea, ambayo ni vuta ni kuvute huku na kule kuhusiana na mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Ni wapi upigwe iwe rahisi kwa mashabiki, ni wapi ipigwe. Dabi hiyo imekuwa sasa ni gumzo. Kwa nini imekuwa ni gumzo? Mimi nimekusogezea taarifa hii, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo kwa sasa kumekuwepo na vuta ni kuvute kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ni wapi ambapo unapaswa kwenda kuchezwa, ambapo ukiweza kushuhudia kumekuwepo na hapa nazungumzia malalamiko kwa nini mchezo huu wa dabi ya Kariakoo uende ukapigwe Zanzibar. Sasa taarifa inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans haitaki kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ambazo wao hawajaziweka bayana, huku wakihitaji mchezo huo kwenda kupigwa katika dimba la hapa nazungumzia Amani kule Zanzibar, jambo ambalo limefanya kuweza kuwaibua wadau wengi wa soka, ikiwamo msemaji wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Sport Club na Young Africans, anazungumzia bwana Haji Manara, yeye akiweza kulizungumzia jambo hili kwa undani zaidi, huku anasema ya kwamba Simba na Yanga wanaenda kucheza Zanzibar na Yanga ndiyo mwenyeji. Sisemi kwamba Zanzibar haiwezi kuandaa mechi kubwa, lakini kwa mechi kama hii Yanga anahitaji mapato ya kutosha, ambapo ni get correction. Mashabiki wengi wa dabi wanatoka mikoani, watu wanatoka Nzega, Mwanza, Mbeya na maeneo mengine wakifuata dabi Dar es Salaam. Kwa uzoefu wangu, robo tatu ya mashabiki wanaokuja kuangalia dabi wanatoka nje ya Dar es Salaam. Sasa unamfanya shabiki atoke mkoani aje Dar, alafu atafute tena boti kwenda Zanzibar. Akifika Zanzibar atafute hoteli, na kule si rahisi kupata gesti ya 5,000. Hii inaweza kuwakatisha tamaa mashabiki, kupunguza hamasa ya kuhudhuria michezo ya dabi ya Kariakoo kwa kile ambacho anachokisema bwana Haji Sande Manara, kulingana na yale ambayo
yanaendelea kwa sasa, huku klabu ya soka ya Simba Sport Club wenyewe wanaamini ya kwamba pengine Young Africans kuna jambo ambalo wamelipanga. Wanaona kama vile mambo yanakuwa ni tofauti, mbona kama vile ili swala kwao kama vile wanaona kama halikustahili kuwa hivyo. Sasa inaelezwa kwamba ni uonevu au mtu kashika mpini. Afisa habari wa bodi ya ligi TPLB Karim Boimanda akizungumza na waandishi wa habari ameeleza kuwa Yanga ndiyo mwenyeji wa dabi ya Machi 1, 2026. Meneja wa uwanja aliwapa taarifa kuwa tarehe 1 mwezi wa 3, 2026 uwanja uliopangwa kuchezea mechi ya dabi utakuwa na matumizi mengine. Kutokana na hali hiyo, Yanga walilazimika kutafuta uwanja mbadala. Klabu hiyo iliandika barua rasmi kwa bodi ya ligi kuomba kutumia New Amani Stadium. Baada ya maombi kukubaliwa, bodi ya ligi imetangaza rasmi kuwa dabi itapigwa Zanzibar. Kwa ufupi, Boimanda alisisitiza kuwa mchakato ulifanyika kwa maandishi na kwa kufuata utaratibu rasmi. Sheria zinasemaje kuhusu timu mwenyeji? Kwa mujibu wa kanuni za mashindano ya ligi, wajibu wa mwenyeji, timu mwenyeji ndio inawajibika kuhakikisha uwanja unapatikana, uko salama na unakizi vigezo vya mchezo. 2. Dharura au matumizi mengine. Iwapo uwanja utakuwa na dharura au matumizi mengine, timu mwenyeji anatakiwa kutoa taarifa rasmi mapema kwa bodi ya ligi. Anatakiwa kupendekeza uwanja mbadala unaokizi viwango vinavyotakiwa. 3. Idhini ya mwisho. Mabadiliko ya uwanja hayawezi kufanyika bila kibali cha bodi ya ligi. Tangazo rasmi utolewa na mamlaka ya mashindano, si klabu pekee. Dabi itapigwa tarehe 1 mwezi wa 3, yasije yakaibuka kama yale ya Machi 8, 2025 kwamba huyu anasema kwamba hatuchezi, huyu mwingine anasema kwamba tunacheza. Kwa hiyo ukiweza kushuhudia kwamba mambo yanazidi kuwa ni mengi kweli kweli kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa. Kumekuwepo na stori nyingi kuhusiana na mchezo huu wa dabi, ambapo kila mmoja amekuwa anazungumza la kwake kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa, huku wengine wakisema kwamba pengine Young Africans wanakipakimbia kwa Mkapa kutokana na imani ambazo zilizokuwa zikiendelea, ambapo wengine walikuwa wakiweza kuamini tofauti kuhusiana na kile, lakini mpaka sasa kuna ukimya juu ya waamuzi, ambapo zikiwa zimesalia siku kadhaa kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo unaotarajiwa kuchezwa Machi 1, Simba dhidi ya Yanga huko visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, huku kitendawili kigumu kikiwa juu ya seti ya waamuzi ambao wataenda kuchezesha mchezo huo. Ikumbukwe kuwa msimu uliopita kwenye mchezo wa mwisho waamuzi walitoka nje ya mipaka ya Tanzania wakiongozwa na mwamuzi wakati Amin Omar kutoka nchini Morocco. Hii ndio safu ya waamuzi ambao ilichezesha mchezo huo ambao Yanga waliibuka na ushindi wa 2-0, ambapo mwamuzi wa kati alitoka Misri, line 1 alitoka Misri, na wote yani kifupi alitoka Misri, kasoro tu assistant referee alitoka Somalia. Je, kuelekea mechi ya dabi ya tarehe 1 TFF na bodi ya ligi wataleta waamuzi tofauti ama itakuwa ni waamuzi kutoka ndani? Kwani kumekuwepo na sintofahamu mpaka sasa. Tusubiri kuweza kuona ni nini kitakachoendelea, ila weka maoni yako katika upande